So this is option ambapo tunaweza kuangalia namna gani ya kuset your profile kama mtu wa huduma au namna ya kujisajili kama mtu wa huduma. So stay na mimi ili tuende. So ukifika hapa tunaongea find provider, join as provider. So tutajoin as provider. So utakuta hapa taarifa and I will go through my information. My name is Rashid. Hapa nitaweka Kikaka future. I think this imetumika. future@gmail.com. So hapa nitaweka namba yangu ya simu, nitaweka namba yangu ambao I hope haipo kwa sababu na namba mbili kwenye mfumo 32 na 92888. So if tunafanya demonstration ili iwe rahisi. So kwanza uta accept terms and condition and then utajisajili kama mtu wa huduma. Ukija huku unajisajili kama client, hapo unajisajili kama mtu wa huduma. So utajisajili kama mtu wa huduma. Ukishajisajili kama mtu wa huduma, tunategemea OTP zipatikane kwenye hiyo na zitumwe kwenye hiyo namba. As you see, OTP zimeingia kwenye hichi kisimu kidogo. So let's read the OTP. Na uzuri message inatoka tokna kabisa, then inakuwa inaonekana. So tutasoma hizo namba ambazo tutaziandika hapa haraka 58 kwa sababu ukichelewa zinaisha muda. So make sure uzijaze haraka. So baada ya kujaza hivyo utathibitisha. So ukishathibitisha, so this is your dashboard. Inaonekana hivi ndivyo ambavyo inaweza kuonekana dashboard yako. Sawa. Sasa ikishaonekana hivi, kuna option ya inasubiri ambayo hii ni sehemu ya wewe kama mtu wa huduma kuweka vitu vyako sawa, kupangilia, kuweka kila kitu sawa, sehemu za kuandika makala and everything, vyote viko hapa. Sawa. So sasa kwa kuwa we had those option kabla tuja upload vieti na vitu vingine, so that's for demonstration. So I had kio kingine hapa juu, ndio maana nashangaa sana hivi juu. So yeah, ngoja tumapprove mtu wa huduma huyu, alafu tuendelee na segment inayofuata. So tariri, alafu inasubiri, tathibitisha, tahifadhi. So ukishathibitishwa kama mtu wa huduma, utapokea SMS pia kwenye simu yako kwamba you are good to go kama mtu wa huduma. So inaingia message. Hopefully wale ambao wamejisajili walipata hiyo notification. Na refresh hapa utaona so imeingia message. Yeah. Iko sawa. So turudishe kwenye brightness ili na mimi nionekane kidogo. Yeah, actually sababu ni sasa hivi ni saa 9:20 usiku. So that's 2 midnight. Yeah, usiku sana ndio hivyo. Sawa, sasa kitu cha kwanza kabisa cha kufanya ukisha join kwenye hii platform, kuna hii option ya upatikanaji wangu. So what we mean kwenye hii option ni ukiweka on, inamaanisha unaweza kureceive a call muda ambao wewe umepanga ratiba yako. Na hiyo call unapokea zile call ya hapo. Yaani mtu anaweza akakupigia tu kwamba akajisikia kupiga moja kwa moja, and kama utakuwa na app simu italink kama inavyoita call ya kawaida tu, kwa utapokea then mtaresort hilo swala. So itaita tu kama inavyoita WhatsApp kawaida tu, ile hello mtaongea na vitu vingine vitakuwa vinaenda sawa. So hiyo ukiwasha on, it means kwenye ile availability ya muda wako uliosema uko free, ni mtu anaweza kukupigia na kukucall kwa huo muda. So ukija hapa kwenye miadi yangu, so actually tuweke Kiingereza, utafute sema badilisha lugha, tuweke Kiingereza I think. Yeah. So ukija kwenye my booking, hapa utakuta zile segment za vitu vyote ambavyo uko navyo, namna ambavyo na watu wanaweza kutoa huduma and everything, zile calls nini zile mtu akirequest session na wewe mtu huduma, hapa ndipo sehemu ambapo utaweza kukuta. So kwenye my schedule, hapa ndipo utaweka ratiba yako. So if you are not listing today, so vitu kama hivyo. So hapa kwenye earning ndio itaonyesha hela zako, na sehemu ya kwenye blog itaonyesha content zako. So we'll talk about this later pia kwenye blog, namna ya uandishi na vitu vingine. Kwenye profile, sehemu ya kufanya setting ya profile yako, na kwenye setting sehemu ya kufanya
kwenye my profile inaonyesha details zako. Kwenye setting hapa ndo unaweza kufanya setting ya hizo profile zako. So hivyo. So tuanze kufanya setting moja moja. Sasa kitu cha kwanza ambacho tunatamani mtu uanze nacho, tunatamani uweke your schedule, my schedule. So utasema Jumatatu, so utasema labda Jumatatu uko busy, utaanza saa 4 labda mpaka saa 11 au saa 2 usiku, so whatever the case. So utawasha hizi siku ambazo uko available, na hizo ndo zinaonesha muda ambao mteja anaweza kukupata. So it means ukiwa umefanya combination ya kuwasha hii notification umeweka on, alafu ukirudi kwenye my schedule, kwenye my schedule ya show, ukirudi kwenye my schedule, hizi muda kama mfano saa 4 asubuhi mpaka saa 2 mtu anaweza kukupigia ile simu ya hapo kwa hapo kwamba anahitaji msaada hapo hapo, sio mpaka afanye booking ya session. So I think you prepare. Kuna watu wanapata shida hapo kwa hapo, kwa anakuwa anahitaji msaada kwa muda huo. So hivi ndivyo unavyoweza kuweka mpangilio wa masaa yako ya wewe kufanya kazi. Baada ya kufanya hivyo, baada ya kuweka muda ambao uko free, and this is editable, so sio kwamba Biblia haibadiliki. Ni Qur'an ndio ibadiliki Biblia. So kama ni Biblia haibadiliki, so unaweza ukaja kubadilisha kwamba okay, najua next week au next Saturday nitakuwa niko busy, nitakuja kubadilisha kwamba nitaanza saa 7 na kuendelea, and then utasave your schedule. So that's why tumeiweka karibu, kwa sababu your time matter zaidi kuliko vitu vingine. So muda wako wa kutoa service, ili usije ukajisahau ukatoa service muda ambao uko umepanga kutoa service. So baada ya hapo tutakuja kwenye setting yako, ambapo cha kwanza utaweka username yako, labda Musa, Musa Urembo labda. So that is my dad name, Musa Urembo. And then jina kamili, namba yako ya simu. Hapa kwenye bibliography utaandika sasa kutokana na wewe. Labda Kikaka testing na kadhalika. So iko hivyo. So this will look more kwenye part ya AI segment, namna ya kutumia. So hapo utaweka experience, una miaka mingapi utaweka, and then kwenye pricing ndo tuna sehemu kingunge zaidi. Kwa kila moja ana price zake kwenye hivi vitu ambavyo tunaweka. Sawa. So mtu ataweka price zake, and then tutachagua vitu ambavyo una deal navyo. Kama kuna kitu kinaongeza utaongeza, and then uta add labda mapenzi. Kama hamna mapenzi utaweka mapenzi, uta add. So I'm dealing with mapenzi. Kwenye lugha tumeweka hizo lugha zilizopo. Kama unajua Kiingereza, Kiswahili, actually we're supposed to put our local language pia, kama Kihehe, Kigogo na lugha zingine, ila tumeweka hizo international. Kwa unaweza kuserve kwa Kiswahili utaandika, naweza kuserve kwa Kiswahili. Kama ni Kiingereza, kama Kiswahili you are not native in English, unaweza ukatoa hii and then ukahifadhi. So hapo pia baada ya hapo utapata option ya kuupload picha. So ngoja ni upload picha. Utapata sehemu ya kuupload picha. Ngoja ni upload picha. So ngoja tuone hapa. We're not good at all those times of editing, Kwa kwenye picha utaangalia picha yako ambayo unahisi it's cool and perfect, uta upload. So uta click upload, and this itakusaidia wewe. So ina hii option ya kuchagua iwaje. So uta reset uone unataka kuonekanaje hivyo. So if that is perfect utaweka hivyo. So utakuwa umeweza kuhifadhi picha yako hii. Sawa. So kwa kutakuwa kuna hiyo picha. So baada ya kufanya hizo setting, ukisave hapa, it means ukirudi nyumbani, ukija sehemu ya provider, it means kutakuwa kuna mtoa huduma mwingine ambaye atakuwa ameongezeka. So we had Musa, huyo hapa. So we had this one. So huyo ataongezeka baada ya kukamilisha those details, and then if you are not having a call, labda huna tusemeje, huwezi kupokea call, it doesn't matter uko free hauko free, ila huwezi kupokea call, utakuja kwenye mipangilio settings like, so labda video call wewe ni una aibu, huwezi kuongea tu na watu, so utahifadhi
hivyo bila kuweka price. Usipoweka price it means haijawekwa na haipatikani kwenye huo muda. So when a person come au when mteja anakuja anataka kufanya session na wewe, ataona kabisa kwamba nimefungua nyingine zina same profile, ndio maana zinanichanganya. So kama mtu akija ataona kabisa kwamba unaweza kutoa call na unaweza kufanya voice call na ujumbe peke yake, so chats, hiyo chat vitu kama hivyo. So hivyo ndio vivyo inaweza kufanya kazi. So and then kuhusu wewe, the segment ambayo tunatakiwa unatakiwa uiweke vizuri zaidi kwenye upande wa bios, kuiandika na vitu vingine kama hivyo. So signing out. So baada hivyo let me sign out ili tuendelee na segment inayofuata, ambao the segment inayofuata will look deep kwenye AI and vitu vingine. So tumeshafanya setting ya profile and everything. So ukitaka kushare your profile utabonyeza hapa, utashare, utacopy link, and this link ndo ambao unaweza ukaweka kwenye bios and everywhere ambako unaweza kuiweka hii link. So baada ya hapo, kipengele kinachofuata itakuja kwenye blog, ambao will walk blog, namna ya kuandika content, namna ya kupata idea and everything. So I'm signing out. I'm Kikaka. Let's meet for the next session. Sign out.